DNA imeangalia more than 25 parameters na imefikia kusema kwamba katika utafiti huo wa DNA inadhibitisha kwamba hakuna uwezekano wote kwamba Judith Makoha huenda akawa ni mama yake Kevin Bahati, na kwamba wanasema ile probability inakuwa ni 0%. Hapa video unayoiona katika kiwambo chako ni majibu ambayo yamekuwa yakisubiriwa kwa muda mrefu kwa takriban siku 14, ambapo mwanamuziki kutokea nchini Kenya ama Bahati alikuwa anasubiria majibu ambayo walikuwa wamefanya pamoja na mwanamke fulani ambaye alidai kwamba Bahati ni mtoto wake wa kumzaa, na majibu hii leo ndio yalikuwa yanasubiriwa na mwisho wa siku yameweza kutoka. Na kama unavyoona hapa kuna matokeo ya kustaajabisha, ambapo mama huyu imedhibitika kwamba madai ambayo alikuwa anayatoa ya kwamba Bahati ni mtoto wake ameweza vipimo vimeweza kuonyesha ya kwamba haina uwezekano, ama madai ambayo alikuwa akitoa haijaweza kukidhi vigezo, na majibu yametoka ya kwamba sio mamake wa kumzaa. Mambo mengi yameweza kuzungumziwa kutoka mitandaoni na kusema kwamba wengi wamesema kwamba walijua, wengine wakasema ya kwamba ni kama kuna kamchezo fulani ambako kameweza kufanywa hapa, wengine wakasema ya kwamba hapa ni kama kuna siri ambazo zimeweza kufungwa, kwa vile wengine walikuwa nasema ni kama kuna ukweli fulani juu, ni kama kuna ufananio fulani ambao kijana huyu ama mwanamuziki huyu wanafanana na mama huyu. Sasa daktari aliweza kudhibitisha hili kwa kusema ya kwamba wameweza kufanya vipimo takriban 25 na kudhibitisha ya kwamba ukweli unabaki ule ule, ya kwamba huyu mwanamama si mamake Bahati wa kumzaa. Sasa katika mitandao ya kijamii mambo yamekuwa mengi, wengine wanasema vipimo viweze kurudiwa, wengine wanasema hilo ndilo jibu la mwisho, kuonyesha ya kwamba walikuwa na imani ama walikuwa na ukweli fulani kuhusiana na swala hilo. Sijui itakuwaje kama wataweza kufanya vipimo vya pili, ama itakuwa ni hivyo, itakuwa ni mara ya mwisho na waweze kutoa matokeo ya mwisho na yawe hivyo. Sijui, tupe maoni yako kuhusiana na swala hili. Wewe unaonaje, vipimo viweze kufanywa kwa mara ya pili ama ibaki hivyo hivyo, majibu yaweze kubaki kama yalivyo? Na kama unavyoona katika video hii, ni huzuni ambao na mama huyu ameweza kupitia, kwa vile alikuwa na imani kubwa sana kuweza kupata majibu ambayo aliweza kutarajia. Majibu ambayo ameweza kuyapata siku ya leo si majibu ambayo alitarajia. Hapa anaonekana kulia kwikwi kuna kwamba alitarajia majibu yaweze kusoma ukweli. Ni kama mama huyu kuna ukweli fulani haiwezi dhibitika, hatuna ukweli ya kudhibitisha kwamba ni kama kuna ukweli, lakini ni kama kuna kitu ambacho anajua. Pengine kuna mtoto ambaye alifanania jina kama huyu na akaweza kupotea, ila hapa ni mambo ya Mwenyezi Mungu, tumwachie aweze kuamua mambo haya. Inaonekana hapa alikuwa katika jumba hilo la hospitali na alipatwa na huzuni ghafla baada ya kupokea majibu hayo ya kwamba mtoto yule Bahati sio mtoto wake halisi. Na kuacha na video hii uendelee kutazama na utoe maoni yako kuhusiana na swala hili. Mimi nitabaki kuwa wako Kaka Ken, ripota wako wa kila siku, na usisahau kusubscribe, kulike video hii ili mwisho wa siku uzidi kupata video kama hizi pindi tunapozipakia. No. 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 Naenda mama ngina, sitaki. No. Oi. Mama ngina unipe mtoto. Walipeleka
wapi mtoto wangu Aliusa? Wacha tu niende. Acha niende Mama Ngina wanipe mtoto. Acha tu niende. Peleka wapi mtoto wangu? Waliuza mtoto wangu. Oh, Mungu wangu. Kwa nini? Turudi juu tuongee please. Nipe mtoto. Nipe tu Mama Ngina mtoto. Kwa nini Mungu? Mungu wangu. Turudi juu tuongee. Tuongee. Kuja. Ninataka tu mtoto. Sawa. Oh my God. Sawa. Tulia. Tulia tu. Itatosha. Enda Nataka mtoto wangu tu. Utampata. Wende wanipe. Utampata.